Naweza nikakwambia kitu kimoja, kuna tafiti pia zingine tunazifanya sisi. Kwa mfano kwenye pikipiki, abiria na mwendesha pikipiki, anayeumia sana ni abiria. Kwa hiyo elimu sio tu kwa wale wanaoendesha pikipiki, hata kwa abiria, ili aelewe anapopandishwa pikipiki amuombe dereva avae helmet. Akimuona dereva anaendesha na piga kona, badala ya kukaa na kuchati na simu huko alipobebwa, amwambie dereva, bwana, fuata sheria za barabarani, sasa hivi mbona kuna taa nyekundu unataka kupita. Kwa hiyo sisi tunashauri elimu iendelee kutolewa, sio kwa madereva wa bodaboda tu, kwa wananchi, kwa sababu wao ndio watumiaji wa bodaboda na wao ndio wanaokaa nyuma ya bodaboda. Hata ajali inapotokea, yeye hajui, bora hata boda anaweza kaona hapa ninakoenda naenda kugonga, yeye anakuwa ana namna ya kuruka na kujihami. Na pia tafiti zinaonyesha hivyo, wanaoumia sana ni abiria kuliko dereva wa boda. Kuonekana kwamba tulishawahi mwaka kama 2-3 tukaongoza kimataifa. Nikisema kimataifa, kuna kwa kushirikiana na serikali na wadau, tulifikiria kwenye idara ya mifupa, hasa kwenye ajali. Watu wengi wanashindwa kurudi kufanya kazi zao wanapoumia mifupa mirefu ya mwili. Mifupa mirefu kwa maana ya mfupa wa paja, mfupa huu wa kati ya goti na enka kwenye ugoko, na mfupa wa kati ya bega kushuka chini hapa kwenye kiwiko. Hii mifupa mirefu imekuwa, mtu akiumia sio rahisi kutembea kama ni huo wa mguuni na kurudi kazini. Kwa hiyo kwa kushirikiana na serikali na wadau, tukatafuta namna ambayo tunaweza tukawatibu hawa watu haraka, kwa sababu tumekuwa tukisoma vitabu vya nje, tunashirikiana na wenzetu walioko nje. Kuna vyuma vya kisasa ambavyo ukimwekea kama ni mguuni leo, kesho anatembea. Sasa siku za nyuma havikuwepo. Ilikuwa either mfunge POP au mawe, anavutwa kitandani, anafungiwa mawe, anakaa miezi 2 pale, au kuna vyuma vingine ambavyo vilikuwa vya kizamani unaweka, lakini unamwambia mtu usitembee. Kwa hiyo tukashirikiana, tukaanzisha huo utaratibu ambapo vyuma hivyo vinatumika kwenye nchi zaidi ya 60 duniani. Kwa maana katika hizo nchi kuna hospitali mbalimbali, kuna hospitali 454 duniani ambazo zinatumia vyuma hivyo kwenye kutibu mifupa mirefu. Na hapa Tanzania senta hizo ziko karibia 50 na zinakaribia 60 ambao wanatumia hivyo. Hii inahusisha hospitali zote kubwa za hapa nchini, za rufaa na baadhi za rufaa za mikoa na zingine za mission. Kwa hiyo katika hizo nchi zote 60 na hivyo vituo 456, kila mwaka tunafanyiwa tathmini kwamba ni hospitali gani imeweza kutibu vizuri mifupa hiyo mikubwa na ni kwa idadi gani ya wagonjwa. Na tathmini hii inafanyika kwa sababu unapomhudumia mgonjwa wa mifupa hiyo mirefu, huwa tunafanya x-ray kabla, baada ya wiki 6 tena tunafanya, na mgonjwa anafanya baadhi ya vitu kama kuchuchumaa, tunafanya tathmini, baada ya wiki 12 tunafanya hivyo pia. Kwa baada ya hapo ndo wanatoa matokeo kila mwaka. Kwa mwaka huu katika hizo nchi zote zaidi ya 60 na hizo hospitali 454 duniani, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma imekuwa namba 3. Kwa tukaona hilo jambo sio la kupita hivi hivi. Hizi juhudi za serikali na Wizara ya Afya na hospitali yetu ni lazima watu wazijue, na sio tu kuzijua, wajue kwamba kuna huduma hiyo ili waje waipate. Na niliulizwa nchi iliyokuwa hospitali iliyokuwa ya kwanza inaitwa Kosamak Hospital, iko Cambodia, ndio waliokuwa wa kwanza. Wao walifanya vizuri na kuripoti wagonjwa 932. Na iliyokuwa ya pili ni Muhimbili Orthopedic Institute MOI, yenyewe ilikuwa imehudumia wagonjwa 766 na kuripoti. Ya tatu ndio Dodoma Regional Referral Hospital, wagonjwa 672 walihudumiwa vizuri, mifupa mirefu kupona vizuri na kuripotiwa. Baada ya hapo ndio kuna hospitali moja iko Malawi, Ghana, Bangladesh wanakotumia. Kwa kuna taratibu kama huo, lakini iliyokuwa ya kwanza ni hiyo Kosamak Hospital ya Cambodia.